kwa niaba ya wafanyabiashara wa Kariakoo lakini na Tanzania kwa ujumla kupeleka salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza ile tarehe 30 Januari aliposikia kilio chetu na kumwagiza Waziri wa Viwanda na Biashara kuunda kamati na kufuatilia tatizo hili kati ya wazawa na wageni kushindana katika soko moja la kibiashara. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri. Baada ya kamati ya kwanza na hata task force ya pili, tumefanya kazi kwa karibu na jumuiya tukishirikishwa kwa kila hatua, na katika kamati ile tumeshuhudia madudu mengi na mambo mengi, lakini pia tumeisaidia serikali kwenye upande wa kodi vile vile, kwa sababu kuna kodi fulani ambazo zilikuwa hazijalipwa lakini zimelipika. Lakini wafanyi biashara tumepata mwanga na mahali pa kuanzia, na tunataka kushukuru kwamba kwa mara ya kwanza katika historia yetu jana tumeona mswada ule wa sheria ya kumlinda mzawa unasomwa pale bungeni. Tunapongeza sana kwa hatua hii ya kwanza. Tunafahamu bado hatua nyingine za mjadala kuanzia tarehe 20 na baadaye kupitishwa, lakini na baadaye kuona ikichapishwa kwenye gazeti la serikali na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana. Kwa ni hatua moja ambayo tumepiga kubwa, na ni imani yangu kwamba sheria hii itakapoanza kazi kila kitu katika nchi kitakaa stable kuanzia dola, na sisi tutafanya biashara vizuri bila kubuguziwa. Moja ya maazimio yetu ya wafanyabiashara wakati wa mjadala pale bungeni kuanzia tarehe 21 hivi, wafanyabiashara kwa wingi wetu pia tutakwenda pale kwenda kusupport na kuunga mkono juhudi zile. Jumuiya yetu haihusiani sana na siasa, lakini wale watu ambao wanafanya jambo kwa ajili ya biashara zetu na wale ambao wanafanya kwa ajili ya nchi tunawaunga mkono kwa 100%, na tunawaombea mafanikio katika safari yao. Kwa hiyo katika hili tunamshukuru mara nyingine na kumpongeza Mheshimiwa Rais, lakini na Mheshimiwa Jafo, watendaji wa mkoa wetu wa Dar es Salaam, mkuu wa wilaya na watu wote wanaohusika katika rasimu hii ya sheria mpya ya kumlinda mzawa, na tutakuwa nao bega kwa bega kuhakikisha kwamba wanatimiza nia zao. Katika kipindi cha miaka 6 nyuma hapo, kabla miaka 4 hii hapa katikati, wafanyabiashara wamepita kipindi kigumu kwa kweli, na wengine walifilisika na wengine walijiua. Sasa kwa hii miaka 4 tumeanza kuona mwanga. Kwa tunaomba tuone mwanga, lakini tupate sheria nzuri ambayo hatutarudi tena kule ambako tumetoka. Kwa hiyo ni waombe wafanyabiashara mtuunge mkono na muwe wavumilivu katika wakati huu, na nikiomba serikali, kuna yale maduka ambayo yalikuwa yamefungwa kwenye hii kikosi kazi cha Mheshimiwa Waziri, yaendelee kufungwa vile vile mpaka Mheshimiwa Waziri atakapopata nafasi aje sokoni Kariakoo kuzungumza na wafanyabiashara, kutoa mrejesho lakini na kupokea maoni na changamoto mbalimbali za wafanyabiashara. Tunafahamu tunazo changamoto nyingi na hauwezi kuamka asubuhi ukamaliza zote. Walau tuanze na moja, tukimaliza tuende na ya pili.